Tutulie basi tuombe, si ndio? Mungu tunakushukuru kwa baraka upendo wako katika mkoa wetu. Asante kwa kila nafsi na kila kiumbe uliomuumba kwa mfano wako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya makabila yote ya mkoa wetu, watoto kwa wazee, vijana walioko katika mkoa huu, ukawabariki na kupitia chakula hiki tunachokula ikawa ni ishara ya upendo na umoja katika mkoa wetu, ya kwamba ni watu watakaa bila kubaguana kwa kabila, chama, dini wala umri. Tutaendelea kupendana na kushikamana na kutunza amani yetu, na kila mmoja akafurahi, na ikawa ya amani kwenye familia zetu, amani kwenye kazi zetu, na amani katika mkoa wetu na taifa letu. Tuamshe salama, tukampokea rais wetu mpendwa Daktari Samia. Tushiriki kwa pamoja kwenye tukio la kihistoria, na furaha itakayobaki katika mkoa wetu ikaendelee kuwa nasi sasa na hata milele. Amen. Maelekezo yangu, tunahitaji nidhamu ya hali ya juu. Nikisema nidhamu, namaanisha nidhamu, na nidhamu hiyo itaanzia kwangu mpaka kwako, kwa maana askari wangu nategemea hawatawapiga watu wote. Cha msingi, fuateni askari wanachoambiwa. Tutapanga foleni, kwa maana mistari, atachukua chakula mtu, ataonyeshwa njia ya kupita, atapita, atakwenda. Askari popote mlipo, muende kwenye zile meza kwa kuhakikisha watu wanajipanga. Mheshimiwa ametoa maelekezo kwamba anaweza kaanza watu wanawake kupata chakula, lakini chakula kipo kwa ajili ya watu wote, mtakula na kusaza. Naomba tuheshimu, usiwe kuna fujo. Atakayefanya fujo anajua kitakachompata, sio? Kwa hiyo naomba tule kwa nidhamu na tupange foleni. Pale katikati tunapoangalia karibia na mnara pale, watakwenda viongozi wote waliopo hapa, lakini kwenye hizi meza zingine za pembeni tutakwenda watu kulingana na sehemu zilizokuwepo. Kwa utaratibu huo, naomba tujipange tuanze kwenda kupata chakula. Asanteni. Sala ndefu. Ushawahi kuona mtu anasali sala ndefu mpaka watu wanafungua macho, si ndio? Sasa wote mabosi zangu wameshaongea, kwa mimi sina story. Kilichobaki hapa na mambo matatu tu ya kuwakumbusha, ili twende tukale nyama, turejee nyumbani salama, tuwahi saa 12 kwenye uwanja wetu kwa ajili ya kumlaki Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la kwanza, Arusha usalama ni namba 1. Tuhakikisha kwamba kila mwananchi wa mkoa wetu anakuwa mstari wa mbele wa kulinda na kutoa taarifa ili tuendelee kuwa salama, kwa kuwa usalama ndio mtaji wetu. Leo hii kwa sababu tuna amani, ndio maana tunaona mikutano mikubwa kama hii inayokuja na fursa nyingi za uchumi kwenye mkoa wetu, kwa sababu hakuna maandamano, hakuna mabomu na hakuna ujambazi. Watu wako salama na wageni wanakuja. Kwa hiyo naomba sana, usikubali mtu aharibu amani na utulivu wa mkoa wetu. Usikubali mtu akushawishi tuvuruge amani yetu. Hata tunapoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, tusikubali kurubuniwa tukapoteza tunu ya amani ya mkoa wetu. Amani ndio kila kitu. Hakuna utalii kama hakuna amani. Hoteli hazitakuwa na wateja kama hakuna amani. Mamalishe hatauza kama hakuna amani. Mkulima hatapata soko lake kama hakuna amani. Na mifano tunayo, sisi tujifunze kwa wenzetu na tuilinde amani yetu. Jambo la pili, wananchi wa Arusha, mkoa mzima, mfahamu ya kwamba tumepata upendeleo mkubwa wa kuzaliwa au kuishi katika mkoa wenye fursa nyingi kama mkoa wa Arusha. Hatupaswi kuwa maskini. Naomba nirudie, tumependelewa na Mwenyezi Mungu
kwa kuzaliwa au kuja kuishi Arusha. Hatupasi kukubali umaskini. Ni mkoa wenye fursa nyingi sana, ambapo wewe hapo ulipo kama kijana mwenzangu, ukishindwa kuwa driver, una uwezo wa kuopti kuwa fundi gereji. Ukishindwa kuwa fundi gereji, una uwezo wa kuamua kuwa mkulima wa pilipili hoho. Ukishindwa, unaweza kaamua kupandisha watu kwenye mlima. Ukishindwa, unaweza kaamua kwenda kuchimba rubi. Ukishindwa, unaweza kaamua kuwa mfugaji. Ukishindwa, unaweza kaamua kuwa mjenzi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mkoa wetu umezungukwa na kila aina ya fursa. Niwaombe, kama ambavyo sisi tulivyo wajanja kuliko mkoa wote ule, ujanja wetu tuelekeze kwenye kujenga na kupigana kutafuta uchumi. Nitamsapoti kila kijana mwenye ndoto ya kutafuta pesa. Na ndio maana vijana wa pikipiki walikuwa wanajulikana kama wahuni. Wakipita mtaani wanaona kama ni wezi. Tumefanya mashindano mwaka jana, mashindano yameenda vizuri, na kwa mara ya kwanza vijana wa kutoka Arusha Ngalinalo wamewakilisha Tanzania kwenye mashindano ya Afrika Marrakesh, Morocco. Wamefika kule katika nchi zote za Afrika. Tumechukua nafasi ya 4, na ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya taifa letu. Na juzi wakaenda kushindana mashindano ya Afrika Mashariki, wakachukua nafasi ya 2. Vijana wa Arusha waliokuwa wanaonekana wahuni, lakini kipaji chao serikali tumekishika mkono, na sasa dunia tu. Jana mmeona mambo ya magari. Tunataka vijana wanaocheza na matairi, tutamshika mkono kila kijana. Na leo nawaambieni, vijana hawa waliochoma leo hizi nyama kwa kutumia nishati safi wamefanya jambo kubwa sana. Na nimewaelekeza wakuu wangu wa wilaya wanitafutie vijana wote wanaochoma nyama katika mkoa mzima. Tutawanunulia majiko ya nishati safi kama haya ili wafanye biashara zao. Tunataka kila kijana wa Arusha tumtengenezee mazingira ya kutengeneza pesa. Arusha hatuna muda wa kupoteza, hatuna muda wa siasa. Tunataka nini? Mwambie mwenzangu, tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka nini Arusha? Hayo maokoto Daktari Samia akatengeneza mazingira tayari. Kazi yangu mimi na wakuu wangu wa wilaya ni kutambua kila nafasi iliyopo na kuwapatia wananchi wa mkoa wa Arusha wapige hatua. Jambo la mwisho, kesho tuna jambo letu. Kwanza niulize, mpaka kule mwisho, wangapi wanampenda Makonda? Naomba nirudie tena, wangapi wanampenda Makonda? Huo upendo mlionao kwangu umetokana na mtu mmoja anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan kulipa nafasi ya kuwatumikeni nyinyi. Kwa naombeni wananchi wote wa mkoa wa Arusha kupitia vyombo vya habari, kupitia mitandao ya kijamii, kesho twendeni tukamwonyeshe upendo bosi wangu, ili ajue hakukosea Makonda kumleta Arusha. Wangapi wanaunga mkono katika hilo? Tukiwepo uwanjani, kuna mambo mengi yanafanyika kesho, lakini moja muhimu ambalo nawasihi ni kusikiliza hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan
Rais wa Jamhuri ya Muungano, mwanamke wa kwanza kuwa kiongozi na amiri jeshi mkuu mwenye mapenzi makubwa na taifa letu. Rais angelikuwa hataki haya mambo yote nisingefanya. Wewe fikiria, nilimtafuta kaka yangu Doto Biteko, nikamwambia nishati safi Arusha tunaitaka, kwa sisi tunaongoza kwa kuchoma nyama, na nikamwambia nyama ya Arusha haina mahusiano na ile nyama anayofundisha Dr. Janabi. Sisi tunakula nyama tangu tumezaliwa. Mimi Masai bana, nyama ni maisha yetu. Kwa hiyo nikamwambia tunataka tuchome nyama kwa kutumia nishati. Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu akasema hiyo ni ajenda namba 1 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tuifanye. Ndio katuletea majiko haya, majiko mazuri yana gharama kubwa, lakini wizara ikasema peleka Arusha. Na sasa vijana wetu, mchana nimepita pale na wauliza, mkichoma nyama kupitia majiko kuna tofauti na ule mkaa? Wameniambia kuna tofauti nyingi sana. Mojawapo, majiko haya ya nishati safi yanaleta usalama mkubwa kwenye upande wa afya zao kuliko hata wangetumia mkaa.